hiyo tunasema nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Maombi ya usiku wa manane ni maombi gani? Watu wa Mungu, ninaomba niseme kwanza kabla sijaelezea. Ninajua kila mtu hapa anajua nini maana ya usiku wa manane. Kila mtu anajua kama lilivyo neno lake usiku wa manane. Yaani ni usiku ambao upo kina zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alivyogawanya masaa katika ulimwengu wa roho, Mungu amegawanya masaa katika mfumo wa 12. Manake unaanzia saa 12 asubuhi mpaka jioni, lakini unaanzia tena saa 1 jioni mpaka saa 12 tena asubuhi. Mungu alivyoweka hivi vitu aliweka kwa mtiririko wake ili viweze kuweka oda nzuri, viweze kuweka mpangilio mzuri. Kwa nini ninazungumzia maombi ya usiku wa manane? Kwa hiyo Mungu alivyoweka mipangilio hii, usiku una migawanyiko. Usiku umegawanywa katika vipande vikuu vinne. Vipande viwili vya mwanzo ni vya kutokea saa 1 mpaka saa 5. Manake saa 1 hapo labda mpaka saa 2:30 ni kipande cha kwanza. Kipande cha pili kinaanzia saa 2:30 mpaka saa ngapi? Saa 5. Hicho ni kipande cha pili. Kipande cha tatu kinaanzia saa 6 mpaka saa ngapi? Saa 8 hapo. Kipande cha 4 kinaanzia saa 8 mpaka saa 11. Kwa hiyo sasa hivi vipande alivyoviumba Mungu vina siri pia. Nataka nikwambie jambo moja, sio kila wakati utakapoenda kumwomba Mungu atakutendea kama unavyohitaji. Kuna wakati Mungu ili afanye vitu kwa watu alikuwa anaenda kwa mujibu wa masaa. Utajiuliza kwa nini malaika alimtokea Mariamu ilikuwa saa ngapi? Wasomi wa Biblia, saa 9. Yesu alipowekwa msalabani, alipowekwa mpaka akakata roho, ilianzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Saa 6 hadi saa. Kwa nini saa 9? Kwa nini Yesu asingekufa saa 6? Kwa nini Yesu asingekufa saa 9? Kwa nini asingekufa saa 6 au saa 5 au saa 2? Manake kuna siri kwenye 9. Kwa hiyo mida hii ilivyopangiliwa imewekwa katika hivyo vipande vinne. Maombi ambayo yanaweza yakachangia mtu kuweza kufunguliwa baadhi ya vifungo vigumu ni yale maombi yanayoitwa maombi ya usiku wa manane. Naomba unisikie vizuri. Wengi mjawahi kujua kwa nini wachawi wana urahisi wa kuroga watu katika mida hiyo. Kwa nini wachawi wana urahisi wa kwenda kuharibu maisha ya watu katika mida hiyo? Kwa sababu muda huo ulimwengu wa roho huwa uko wazi sana kuliko mida mingine. Mida ya saa 9, saa 8, hata we mwenyewe katika ndoto zako utakuja kuangalia, ni muda ambao roho yako huwa inazulula. Unaota upo kwenu, unaota unalishwa, unaota umerudi shule ya msingi, unaota umerudia la pili. Mida hiyo ni mida ambayo ulimwengu wa roho unakuwa nini? Wazi. Mida hiyo ndio watu wengi, kama ni kufa, watu wengi wao wanakufa mida ya usiku wa nini? Wa manane. Sasa hivi vipande viwili vya mwanzoni kutoka saa 1 mpaka saa 2:30, kutoka saa 2:30 mpaka saa 5, hivi ni vipande vya watu wa kawaida ambao wanataka kuishi maisha ya kawaida, ambao wanaita wao wanaishajikatia tamaa. Hivi vipande vya kutoka saa 1 mpaka saa 5, hata ungekuwa mtumishi, nataka nikwambie utakuwa wa kawaida. Hauwezi ukafanya vitu vikubwa, hauwezi ukaoperate kwenye mambo makubwa. Hivi ni vipande vya watu wa kawaida. Kipande cha watu walio serious katika ulimwengu wa roho kinaanziaga saa 6. Kinaanzia saa ngapi? Saa 6. Kwa mujibu, najua unajua kwamba siku inaanza saa 6. Kwa hiyo ukiona Biblia inasema sijui nani akaambiwa asubuhi na mapema, asubuhi na mapema ya kwenye Biblia sio asubuhi ile ya saa 12. Ukiona Biblia inaelezea asubuhi na mapema Yesu alienda kuomba, sio asubuhi ya saa 12, ni asubuhi ile inayoanzia saa ngapi? Saa 6. Wote tunakubaliana kwamba kila ikifika saa 6 majira huwa yanafanyeje? Yanabadilika. Ikifika saa 6 inaingia tarehe ya siku mpya. Ina maana kama tarehe inafika inaingia tarehe ya siku mpya, ina maana hiyo siku saa 6 ile ndo asubuhi yake ndo ile. Sasa sisi tumezoea tunaita asubuhi mpaka tuone nini? Mwangaza, si ndio hivyo? Sasa hayo, hicho kipindi cha kutoka saa 1 mpaka saa 5 kwenye hivyo vipindi viwili hivyo katikati ni vipindi vya kawaida. Ukitaka kuwa mtu wa kawaida usizae matokeo kwenye ulimwengu wa roho, tumia hivyo vitu, tumia hivyo vipindi. Utakuwa Mkristo wa kawaida, utakuwa ni Mkristo ambaye unaonewa na mapepo. Kwenda kwako kanisani usifikirie shetani atakuogopa. Shetani haogopi mtu anaenda kanisani. Shetani haogopi mtu anayeshika Biblia.
Shetani mtu anayenyenyekea, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi, aogopi hicho. Shetani kuna vitu mpaka uweze kumtikisa kweli kweli, na hivyo vitu lazima aweze kuachia, na hivi vitu huwezi ukamtikisa. Kuna formula za ulimwengu wa rohoni